Gaguti ambaye yeye ni mkuu wa utumishi ama mkuu wa tawi la utumishi jeshini, ambaye sasa anakabidhiwa ni mkuu wa mkoa wa Njombe, jirani kabisa na mahali ambapo tukio hili linafanyika la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Viongozi wengine wanaendelea kukabidhiwa. Sasa ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma kwa maana ya Brigadier Mkomi, yeye ni katibu mkuu wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Na sasa mheshimiwa mgeni rasmi anakuja kuzungumza nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, yeye ni katibu mkuu wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Na sasa mheshimiwa Philip Isdori Mpango, hoye! Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, safi! Mwenge, hoye! Karibu sana mheshimiwa makamu wa Rais. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, kwa niaba ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Joakim Tiganga, mwakilishi wa Jaji Mkuu, Mheshimiwa John Mongela, Naibu Katibu Mkuu wa CCM Tanzania Bara, Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Tabia Mwita Maulid, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa Mhandisi Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Beno Malisa, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa, na kwa namna ya pekee Mheshimiwa Makongoro Nyerere akiwakilisha familia ya baba wa taifa, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wananchi wa mkoa wa Mbeya na mikoa jirani, na heshimu itifaki yote kama ilivyokwisha kutambuliwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba wa taifa oye! Mwenge wa uhuru oye! Vijana safi! Mbeya oye! Asanteni sana. Napenda kuanza hotuba yangu kwa kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kujumuika hapa jijini Mbeya kwa ajili ya matukio matatu kwa pamoja, yaani kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, lakini pili ni kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu wa 2025, lakini pia kilele cha wiki ya vijana kitaifa. Ninamshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunipa heshima kubwa ya kumwakilisha kwenye maadhimisho haya adhimu. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi na watendaji wote wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu, pamoja na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa uratibu mzuri wa maadhimisho haya. Lakini vile vile nampongeza na kumshukuru Mheshimiwa Beno Malisa, mkuu wa mkoa wa Mbeya, pamoja na viongozi, watendaji na wananchi wote wa mkoa huu, kwanza kwa kuridhia kuwa wenyeji wa maadhimisho haya, na pili kwa ukarimu wenu kwa wageni wote waliokuja kushiriki tukio hili kubwa. Nawapongeza sana kwa maandalizi mazuri na maadhimisho hayo ya viwango vya juu kabisa. Hongereni sana. Halaiki ni ya kiwango cha kimataifa. Hongereni sana vijana wa halaiki na wakufunzi wenu. Lakini pia burudani ilikuwa nzuri sana. Naona wote tumeburudika na Rayvanny. Ndugu wananchi, kwa namna ya pekee na wapongeza na kuwashukuru vijana wetu waliokimbiza Mwenge wa Uhuru mwaka huu wa 2025 kwa kutekeleza jukumu hili kwa uzalendo, ustadi na ari kubwa. Hakika mmetekeleza jukumu hili kwa weledi, mkiongozwa na kauli mbiu inayowahimiza wananchi kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu, na pia kuwahamasisha wananchi kufanya kazi kwa bidii, kuwajibika, kudumisha uzalendo, kupambana na biashara na matumizi ya dawa za kulevya na ufisadi, pamoja na kuhamasisha lishe bora na maendeleo ya jamii. Narudia tena kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuwa mmelitendea haki taifa lenu. Hongereni sana sana kwa taarifa ya utii kwa Mheshimiwa Rais ambayo imesomwa na kiongozi wa mbio za Mwenge mwaka huu. Ndugu wananchi, tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 ni siku ambayo baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliaga dunia. Hivyo ni siku ambayo kila mwaka tunafanya kumbukizi ya maisha na mchango wake katika ujenzi wa taifa letu kisiasa, kijamii na kiuchumi. Tunapofanya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, tunasherehekea maisha yake ambayo aliyatoa katika kulitumikia taifa letu ambalo alilipenda sana. Baba wa taifa alitoa mchango mkubwa sana katika kupigania uhuru wa nchi yetu, ambapo aliongoza viongozi wenzake kudai uhuru kutoka kwa wakoloni na kufanikisha kupatikana kwa uhuru kamili tarehe 9 Disemba 1961. Aidha, baba wa taifa kwa kushirikiana na Sheikh Abeid Amani Karume waliwezesha kuunganishwa kwa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na kuunda taifa moja huru la Tanzania. Baba wa taifa anakumbukwa pia kwa jitihada zake za kujenga umoja wa kitaifa kwa kuunganisha watu wa makabila zaidi ya 120 na jamii mbalimbali. Na katika azma hiyo alikuza matumizi ya Kiswahili kama nyenzo ya kuwaleta wananchi pamoja, kupinga aina zote za migawanyiko na hivyo kuunda umoja imara wa kitaifa. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere pia alitoa mchango mkubwa sana kwa taifa letu kwa kubuni na kutekeleza mpango wa wananchi wote kujua kusoma na kuandika. Alitekeleza sera ya elimu msingi kwa wote bila malipo, kwa kuwa aliamini kuwa elimu ndiyo silaha pekee ya kujikomboa na kujiletea maendeleo. Mwalimu katika uongozi wake alisisitiza usawa, haki za binadamu na utawala wa sheria unaotokana na matakwa ya watu walio wengi. Aidha, aling'atuka na kufanikiwa kukabidhi madaraka kwa hiari kwa kiongozi mwingine, hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi, jambo ambalo lilimpatia heshima kubwa kote duniani.
Alikuwa mwanamajumui halisi aliyepigania umoja wa bara letu la Afrika, na katika hilo alikuwa mstari wa mbele kusaidia harakati za ukombozi katika nchi mbalimbali kusini mwa Afrika. Ili kuendelea kuenzi maisha na mchango mkubwa wa baba wa taifa, Watanzania wote tunatakiwa kusimamia misingi mikuu aliyotuachia Mwalimu Julius Nyerere. Na hapa naomba nisisitize mambo manne tu na kwa kifupi. Kwanza ni kulinda uhuru wa taifa letu pamoja na kudumisha umoja na amani na kusimamia haki miongoni mwa jamii. Ndugu zangu wa Tanzania, tusipofanya hayo kwa dhati, kuna hatari ya taifa letu kusambaratika. Jambo la pili ni kujenga na kuimarisha maadili mema katika jamii yetu, na hasa miongoni mwa vijana wetu ambao ndio taifa la sasa na taifa la kesho. Ni lazima kukemea mmomonyoko wa maadili, ikiwemo rushwa na ufisadi, ambavyo baba wa taifa alivichukia sana na kuvipiga vita kwa vitendo. Jambo la tatu ni kuwajibika kwa kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha na kuinua vipato vyetu, na hivyo kuchangia katika ujenzi wa taifa. Ninawahimiza vijana kuchangamkia fursa zilizopo na zinazochipukia katika sekta mbalimbali kama kilimo, biashara, ujasiriamali, tehama, huduma na pia michezo, sanaa na utamaduni. Kila mmoja wetu hana budi atambue kuwa anao wajibu katika kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Jambo la nne ni uhifadhi na utunzaji wa mazingira, na hasa kulinda vyanzo vya maji, upandaji wa miti na kufanya usafi wa mazingira, mambo ambayo baba wa taifa alikuwa mfano bora wa kuigwa. Ndugu wananchi, kama tulivyokwisha kusikia, leo pia tunahitimisha mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025 ambao umekimbizwa katika mikoa na wilaya zote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu tarehe 2 mwezi wa 4 ulipowashwa rasmi kule Kibaha mkoani Pwani. Mwenge wa Uhuru ulipoasisiwa ulilenga kuidhihirishia dunia na kuonesha mfano kwa mataifa yaliyokuwa bado chini ya udhalimu wa kikoloni maana ya taifa huru na uwezo wetu wa kujitawala pasipo kuingiliwa na mtu yeyote. Maono haya ya Mwalimu yalikuwa sahihi, na hasa kwa taifa lililokuwa ndio kwanza limejinasua kutoka katika makucha wa koloni, aliposema, na tumeimba hapa, sisi tumekwisha kuwasha mwenge na kuuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima ambapo pamejaa dharau. Falsafa hii imekuwa dira ya mbio hizi za mwenge kwa miaka yote, ikiendeleza dhamira ya kuhamasisha uzalendo na ujasiri wa kupambana na maovu katika jamii na kuleta amani, upendo, maendeleo na mshikamano katika taifa letu na hata mataifa mengine. Kupitia falsafa hii, nchi imefanikiwa katika mambo mengi, ikiwemo kuondoa ubaguzi, ukabila na kujenga umoja wa kitaifa, kuimarisha utawala bora, kupinga dhuluma, dharau, chuki na kupambana na ufisadi na rushwa. Na kwa mantiki hiyo, serikali itaendelea kuenzi falsafa hii kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu wa Tanzania, mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu zimejielekeza mahususi
kuhimiza ushiriki wa wananchi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa kauli mbiu ambayo tumeambiwa jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Kwa kuzingatia matakwa ya kikatiba na kisheria, uchaguzi mkuu umepangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba chini ya usimamizi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Kupitia hadhara hii, nami naomba niongeze sauti yangu kuwaomba Watanzania wote waliojiandikisha kupiga kura kushiriki katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea ili kusikiliza sera za vyama mbalimbali na kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi ili kuwachagua viongozi watakaotuongoza katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Na hapa napenda kuwakumbusha wananchi wenzangu kuzingatia wosia wa Baba wa Taifa kuhusu kuchagua viongozi waadilifu watakaokidhi matarajio ya Watanzania na kuleta mabadiliko. Ndugu wananchi, takwimu zinaonyesha kuwa takribani 77.3% ya Watanzania wapo chini ya umri wa miaka 35. Hakika kauli mbiu ya wiki ya vijana kitaifa mwaka huu inayosema nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu inaakisi ukweli huu. Kutokana na ukubwa na umuhimu wa kundi hili, serikali imeendelea kuadhimisha wiki ya vijana kitaifa ili kutambua mchango wao katika ujenzi wa taifa. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza vijana wote nchini kwa mchango wenu mkubwa katika ujenzi wa taifa na kwa ushiriki mzuri katika wiki yenu. Kupitia maonesho ya wiki ya vijana hapa Mbeya, vijana mmeonyesha uwezo mkubwa katika ujasiriamali na matumizi ya teknolojia katika sekta mbalimbali za maendeleo. Ninawahimiza vijana muendelee kutumia ubunifu, maarifa na nguvu zenu vizuri zaidi, na serikali na waamini na itawaunga mkono. Kwa kuzingatia hilo, serikali imeendelea kuwekeza kwenye elimu, ujuzi, teknolojia, ubunifu, michezo na utamaduni ili kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza. Aidha, katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030 imeweka lengo la kuanzisha vituo vya uwekezaji na uwezeshaji vijana kiuchumi katika mikoa pamoja na kuzalisha ajira kwa vijana zipatazo milioni 8.5 itakapofika mwaka 2030. Ninapenda kuzikumbusha wizara zetu mbili zenye dhamana ya vijana, bara na visiwani, kuratibu vema utekelezaji wa sera za maendeleo ya vijana na kuhakikisha sekta zote zinatekeleza ajenda ya kukuza ushiriki wa vijana katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Mbeya oye! Mbeya oye! Ndugu wananchi, muda mfupi uliopita nimepokea maelezo kuhusu kitabu cha historia ya miaka 60 ya mbio za Mwenge wa Uhuru kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambapo nimepata pia fursa ya kukizindua. Kitabu hiki kimeandaliwa kwa lengo la kuhifadhi kumbukumbu muhimu za kihistoria, hususan chimbuko, maendeleo na mchango wa mbio za Mwenge wa Uhuru katika kujenga mshikamano wa kitaifa, uzalendo na kuhamasisha maendeleo. Kitabu hiki kinaeleza umuhimu wa mbio za Mwenge wa Uhuru kama alama ya mshikamano wa Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za dini, kabila au itikadi.
Napenda kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, viongozi na watendaji wa ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar kwa kuona umuhimu wa kutunza historia ya taifa letu kupitia kitabu hiki cha miaka 60 ya mbio za Mwenge wa Uhuru. Kitabu hiki ni urithi na rejea muhimu, kwani kinatufundisha na kutukumbusha kuhusu haki, usawa, amani, umoja na mshikamano wa kitaifa tulio nao, ambao msingi wake ulijengwa na waasisi wetu kupitia Mwenge wa Uhuru na falsafa yake. Kutokana na hazina iliyomo katika kitabu hiki, napenda kushauri wizara zetu za elimu bara na visiwani viangalie uwezekano wa kukitumia kama nyenzo ya kufundishia watoto na vijana wetu shuleni na kwenye vyuo vyetu. Ndugu wananchi, ninapenda kuhitimisha hotuba hii kwa kusema mambo mawili. Kwanza, muda mfupi uliopita nimewasiliana na Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa anafuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari, na yeye ameniagiza ifuatavyo. Anasema hivi: baada ya kusikiliza risala ya utii ya wananchi wa Tanzania kwake yeye, anaomba sana kura zenu za kishindo tarehe 29 mwezi huu wa 10. Lakini pia anamuombea kura Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa nafasi ya urais kule Zanzibar, ili aweze kufanyia kazi yale ambayo yamependekezwa katika risala hii ya utii, ikiwemo kuongeza uchimbaji wa visima na kupunguza gharama za uchimbaji, lakini pia mpango wa kukopesha vifaa kwa vijana, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wizara zote zinafuatilia mapungufu yote yaliyobainishwa katika risala hiyo kwenye miradi mbalimbali nchini. Lakini vile vile ataendeleza jitihada zake za kuhimiza wananchi kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mama Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Jambo la pili la kumalizia, napenda kuwakumbusha na kuwasihi wananchi wenzangu kwamba tunao wajibu wa kukuza uzalendo, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria za nchi na kutunza mazingira ili kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo. Lakini vile vile kuendelea kuthamini na kuiweka hai falsafa ya Mwenge wa Uhuru kama tunu ya taifa inayoakisi maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na waasisi wenzake. Aidha, ninawasihi nyote kujitokeza kwa wingi kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025 ili tuwachague viongozi waadilifu, wazalendo na wenye maono ya kuipeleka Tanzania mbele. Ninawasihi wananchi wote na hasa vijana kuhakikisha tunadumisha amani na utulivu wakati na baada ya uchaguzi. Mwenge oye! Mbeya oye! Mwisho kabisa, asanteni sana sana wananchi wa Mbeya na viongozi wa mkoa huu kwa ukarimu wenu. Zawadi mlizonipatia ni kichocheo cha kuendelea kuitumikia mama Tanzania kwa uwezo wangu wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Makamu wa Rais
amehitimisha hivyo ratiba yake hii ya leo. Hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba kabla ya kuondoka katika viwanja hivi uteremke pamoja na viongozi walioambatana nao, lakini kabla ninamwomba Mheshimiwa Waziri aendelee na ratiba, lakini baadaye atakushusha hapa chini kwa ajili ya picha za ukumbusho. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla sijaingia kwenye ratiba, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru kwa maelekezo yako, lakini pia wito uliotoa kwetu sisi na maelekezo mengi uliotoa katika wizara yetu hii. Tukuahidi tu sisi wote, kwa maana ya sisi wa upande wa Tanzania, lakini pia wenzetu wa Zanzibar, tutakwenda kuwafanyia kazi na mrejesho utopata. Juu ya maelekezo uliotoa Mheshimiwa Rais, ni kuombe Mheshimiwa Makamu wa Rais, mtoe wasiwasi Mheshimiwa Rais, tutafanyia kazi, na sisi pia tunamuombea Mungu katika uchaguzi unaokuja. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama alivyoeleza Bwana MC, ratiba inayofuata sasa hizi ni mambo mawili. Moja, tutakuomba kwa ruksa yako tukapate picha chache pale mbele ambapo ameandaliwa, lakini baada ya picha hizi utakuwa sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tukupe ruksa uendelee na ratiba nyingine kama ambapo zimepangwa siku ya leo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunaomba sasa kwa ruksa yako tuende kwenye eneo liloandaliwa tupate picha kisha tukuruhusu. Karibu. Asante sana. Naomba tuinuke wote wakati Mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi wote waliokuwa meza kuu wakishuka chini kwa ajili ya picha za ukumbusho. Na haraka makundi ya picha ni kama ifuatavyo. Wakimbiza mwenge waandamizi, wale wazee wetu ambao wamepata vyeti vya utambuzi watatangulia kwa picha ya kwanza hapa, lakini picha itakayofuata ni wakimbiza mwenge wa uhuru kwa mwaka huu ambao na wao wamefanya kazi nzuri kweli kweli. Na mtazamaji wa TBC, kama ambavyo basi unafuatilia tukio hili, mtazamaji wa TBC na ZBC unafuatilia tukio hili la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru hapa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, lakini vile vile ni kilele cha wiki ya vijana kitaifa ambayo yalianza tarehe 8 ya mwezi huu wa 10 na kuhitimishwa hii leo pale katika viwanja vya Uhindini hapa jijini Mbeya. Na vile vile leo ni kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tukio linalofuata hivi sasa ni upigaji wa picha. Wale viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2025 watakwenda kupiga picha na viongozi pale, mgeni rasmi, makamu wa rais na viongozi wengine walioko pale. Tukizungumzia dhana ya mwenge wa uhuru, ni chombo kilichoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961, ikiwa ni tunu na ishara ya kuwepo kwa taifa huru la Tanganyika. Mbio za mwenge wa uhuru zilianza rasmi mwaka 1964 baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliozaa nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu kuanzishwa kwa mbio hizi, mwenge wa uhuru umekuwa kichocheo kikubwa katika kuimarisha uhuru wa nchi, umoja kitaifa, kudumisha amani, kulinda muungano na kuhamasisha maendeleo ndani na nje ya taifa. Kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1992, mbio za mwenge wa uhuru zilikuwa zikiratibiwa na kusimamiwa kitaifa na chama cha TANU na ASP na baadaye CCM kupitia jumuiya zake za umoja wa vijana. Mwaka huu 2025 utakuwa ni mwaka wa 33 tangu mbio za mwenge wa uhuru zimerejeshwa chini ya uratibu wa usimamizi wa serikali. Utaratibu huu uliotokana na mabadiliko ya kimfumo na kidemokrasia baada ya nchi ya Tanzania kuingia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992. Mabadiliko hayo yamethibitisha na yanaendelea kuthibitisha kuwa mwenge wa uhuru hauna itikadi ya kisiasa, dini wala kabila, bali ni mali ya Watanzania wote bila kujali tofauti zao. Historia ya harakati za kudai uhuru wa nchi
ni pana na ya kipekee ukilinganisha na nchi nyingi za Afrika duniani kote. Upekee huu unatokana na uzito wa hoja ya kudai uhuru na namna iliyotolewa na waasisi wa taifa letu. Ikumbukwe kuwa hasa muasisi wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipochaguliwa kuwa mjumbe kwenye baraza la kikoloni la kutunga sheria Tanganyika Legislative Law mwaka 1958. Hiyo ni falsafa ya mwenge wa uhuru ambayo ninakusomea hivi sasa. Ni kuhusiana na mbio za mwenge wa uhuru ambazo leo hii zimehitimisha mbio zake hapa katika viwanja vya Sokoine jijini Mbeya. Karibuni sana kiongozwa na Mheshimiwa Balozi Liundi na mama yetu Meja Generali. Mwaka huo katika hotuba yake ya kwanza alitamka maneno ya kifalsafa kwenye baraza la kikoloni la kutunga sheria kwa kusema, sisi watu wa Tanganyika tungependa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali palipo na chuki, na heshima palipo na dharau. Tukio linaloendelea hapa uwanjani ni upigaji wa picha. Maneno hayo yalirudia tena mwaka 1959 alipohutubia kikao cha 35 cha Baraza la Umoja wa Mataifa, wakati huo akidai serikali ya madaraka kama mbunge mwakilishi pekee wa Tanganyika. Huyo ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Falsafa hiyo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliashiria kuwa watu wa Tanganyika wamechoka kutawaliwa na wakoloni wa Kiingereza. Siku Tanganyika ilipopata uhuru wake tarehe 9 Disemba 1961, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwasha mwenge wa uhuru akimkabidhi Luteni Alexander Ngwabe Nyirenda na kikosi cha vijana wenzake wakaupandisha mwenge wa uhuru na bendera ya taifa Tanganyika juu ya mlima wa Kilimanjaro. Mwalimu wakati akitoa hotuba ya siku ya uhuru aliwatangazia Watanganyika, Afrika na dunia kwa ujumla kwa kuyarudia maneno hayo kwa kusema, sisi tumekwisha uwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali penye chuki, na heshima mahali palipojaa dharau. Mifano ya matokeo chanya ya utekelezaji wa falsafa ya mwenge wa uhuru kwa vitendo tangu ulipowasisiwa hadi sasa ni pamoja na kuchochea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 yaliondoa utawala wa kisultani na kurejesha heshima ya Mzanzibari, muungano wa Tanganyika na Zanzibar wa mwaka 1964 ambapo ulizaa taifa la Tanzania. Azimio la Arusha mwaka 1967 lililosisitiza siasa ya ujamaa na kujitegemea, sera madhubuti za nje na kutofungamana na siasa za upande wowote. Mtazamaji wa TBC na ZBC, tukio ambalo linaendelea hivi sasa ni upigaji wa picha na mgeni rasmi katika sherehe hizi za kuhitimisha mbio za mwenge wa uhuru, lakini sherehe ya kuhitimisha kilele cha wiki ya vijana na kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na naona hapo viongozi mbalimbali wakiendelea kupiga picha na mgeni rasmi hapo. Mwenge wa uhuru uliasisiwa na baba wa taifa kipindi hicho. Lengo la mwenge wa uhuru sasa, lengo lake ni kuelimisha wananchi kuhusu maendeleo na sera za taifa
kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo kama shule, barabara, hospitali, maji na kadhalika, lakini kukuza uzalendo na mshikamano wa taifa. Vile vile kupinga rushwa, dawa za kulevya na maovu katika jamii. Kila mwaka Mwenge wa Uhuru ubeba kauli mbiu maalum inayoendana na ajenda ya taifa kwa wakati husika. Kama hivyo sasa, ajenda ya Mwenge wa Uhuru ilipotembea katika maeneo yote ni kuhamasisha uchaguzi mkuu, ushiriki wa uchaguzi. Wanasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Ndio ujumbe wa Mwenge ambao umebeba ulipotembea katika mikoa yote nchini. Halmashauri umetoa ujumbe huo kuhamasisha Watanzania kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuchagua wabunge, madiwani, lakini na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapomzungumzia baba wa taifa, mtazamaji wa TBC na ZBC, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye tunakumbuka miaka 26 ya kifo chake. Yeye alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama wilayani Musoma, mkoa wa Mara, Tanzania. Wakati ule ilikuwa ni Tanganyika, ambapo tarehe 14 ya mwezi wa 10 2025 anafikisha miaka 26 tangu atangulie mbele ya haki, huku taifa na vizazi vyake vikiendelea kukumbuka kifo chake na kumwenzi. Mtazamaji wa TBC, mgeni rasmi ndio huyo sasa amemaliza zoezi la